Hello, mambo vipi, mko poa? Mambo zenu mnaendeleaje? Nipo tu nimetulia hapa, nimepumzika chini ya mti mkubwa kwenye kivuli. Nimekuja kwa ajili ya kujibu swali moja tu. Oscar Steve kama sikosei ameniuliza hivi, madam, kwenye hiyo video ya part 2 nafikiri. Hiyo video ya part 2 ambayo nimewaonyesha vifaranga wa kienyeji wako juu, alafu sasa wako chini ya banda. Vifaranga wale wa kienyeji ambao nimewakuza wana miezi kama 3 sasa hivi, wako juu ya kwenye stair, alafu sasa wako chini. Ameniuliza hao vifaranga wa kienyeji kwa kuwatoa hivyo mikia kwa nini? Inaonekana amewachunguza sana. Kwanza nimecheka sana baada ya kuliona hilo swali. Kwa nini umetoa mikia hao kuku? Inasaidia nini? Ndio nimekuja kujibu hilo swali kwa sababu limenifurahisha sana. Sikutegemea kama anaweza akagundua na akaweza kuwa curious. Haya, kuku wa kienyeji anapokuwa kwenye makuzi, unamtoa yale manyoya ya nyuma, kale kamkia kake kanasimama hivi nyuma. Unatoa yale manyoya ili kwamba aweze kunenepa, aweze kujaa. Kwamba nguvu kubwa inatawanyika, inaenda na kukuza yale manyoya. Kwa hiyo unavyotoa yale manyoya, kwa hiyo nguvu ambayo ilikuwa inaenda kukuza yale manyoya inarudi kujenga mwili. Kwa hiyo huyo kuku wako anatenga, anakuwa anajaa mwili, anakuwa na afya kwa sababu ya yale manyoya umeyatoa. Kwa hiyo kuku wako ukiona unamlea anakuwa ili aendelee vizuri na ajae vizuri, unamtoa yale manyoya ya nyuma taratibu, sio kwa nguvu. Ukimtoa kwa nguvu unaweza ukasababisha atokwe na damu. Kwa hiyo unamtoa taratibu, unambembeleza hivi taratibu, unamtoa yale manyoya ili kwamba ukimtoa yale manyoya ananenepa, anapata uzito.